staff wa kuiendesha timu wawepo. Kwa nini unahisi Haji Sunday Manara kuizungumzia timu yetu ya taifa, huoni kama ni kuingilia majukumu ya shirikisho? Hapana, sioni kama ni kuingilia shirikisho, kwa sababu kumbuka uteuzi unasema Haji atafanya kazi chini ya BMT. Na mimi ninaelewa hivyo. Kwa nini? Naona shirikisho kuna eneo ambalo wao binafsi kwenye kufanya hamasa ya timu ya taifa walikuwa bado hawajiwezi. Walikuwa wanahitaji nguvu, na ndio maana mara zote ambazo kulikuwa na uhitaji wa kuita watu wengi waende uwanjani kushuhudia mechi ya timu ya taifa, kulikuwa na nguvu ya ziada ambayo ilikuwa inatumika ya kualika wasemaji wa clubs nyingine. Yani TFF ina afisa habari wake bwana Clifford Mario Ndimbo na watu wake, lakini inapokuja swala la timu ya taifa itabidi Alikama aitwe, Ahmed Ali aitwe, Shui Masanza aitwe, na wasemaji wengine kina Christina waitwe kwa ajili ya kufanya hamasa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba shirikisho kama shirikisho wao hawajiwezi. Lakini kwa sasa kupitia BMT pale kuna saizi kuna kile kikundi ni kama shirikisho, ni kundi ambalo ni rasmi linatambulika, ni la kina Meja Tanzania Influencers, ambao wale ndo wamekuwa watu wa hamasa ambao wanatambulika na serikali kupitia BMT, na wale wapo chini ya BMT, sio chini ya TFF. Na wale hamasa wao kubwa ambao ndo wamekuwa kifanya mara nyingi imekuwa ni hamasa ya timu za mpira wa miguu za taifa, japo hata hizi timu nyingine wamekuwa wakihusika. Kwa mfano hivi karibuni wakati Dar City anasafiri kwenda Rwanda walikuwepo kwenye yale kule ile alikuwa ni hafla fupi ya kuaga pale airport, lakini ambacho kimewatambulisha umekuwa ni mpira wa miguu. Kwa hiyo leo hii kuona Haji na teoria, kwangu mimi naona ni sawa. Hawa watu washaonekana tangu mwanzo kwamba hii shughuli peke yao hawaiwezi, na kwa sababu Haji ipo chini ya BMT. BMT ni baraza la michezo Tanzania ambalo michezo yote inahusika. Hata TFF naye pia ni kijana wa BMT. Kwa hiyo wanachama wa BMT. Sioni kama kuna eneo ambalo majukumu yanaweza kuingiliana, lakini naona ni msaada mkubwa kwa wao, kwa sababu ni swala ambalo linaonekana limeshawashinda, peke yao hawajiwezi, lazima waongeze nguvu ya watu wengine. Na mimi naweza nikampongeza mtu aliyeweza kumteua Haji, kwa sababu inapokuja swala Paul Christian Makonda, waziri wa Wizara ya Sanaa, Tamaduni na Michezo. Mheshimiwa Waziri, inapokuja swala la hamasa kwenye mpira wa miguu, Haji ndo ametengeneza njia kwa wote ambao tunaona hivi sasa. Yaani wewe kama ni shabiki wa Alikamwe kwenye hii kazi ya usemaji wa hizo club, kama wewe ni shabiki wa Ahmed Ali, Shui Masanza, au ni shabiki labda wa Chukuchuku, si Christina, hawa wote ukiangalia wana shabiki wa Masaubuye. Sawa. Hawa wote wanakopita njia ametengeneza Haji Sunday Manara. Ni mtu ambaye alikuwa wakati yupo Simba aliweza kutengeneza daraja fulani la utofauti ambalo hawa wanatamani kuja kulifikia. Viwanja vilikuwa vinajaa. Mtu anaweza akasema labda mashabiki wa Simba wanapenda kwenda uwanjani, lakini tukiwa kweli mashabiki wa nchi hii ndio wanapenda kwenda uwanjani, lakini watu ambao wanahitaji kukumbushwa, bila hamasa mambo yamekuwa hayaendi. Sasa Msajigwa alifanya kwa ukubwa, viwanja vikawa vinajaa. Kwa hiyo sioni kama ni kitu kibaya sana. Ni yapi majukumu ya Clifford Mario Ndimbo akiwa kama afisa habari wa shirikisho, ambapo wao ndio walezi mama wa timu zetu za taifa? Na mara kadhaa Clifford Mario Ndimbo ndio amekuwa kiongozi kwenye hizo hamasa ulizozitaja, ndio amekuwa kizungumza kila kitu ambacho kinahusiana na timu yetu ya taifa, na hata timu zetu zikisafiri huwa tunamwona Clifford Mario Ndimbo akiwa kama afisa habari wa timu hizo popote ambapo timu yetu inaenda. Ipi nafasi yake sasa baada ya Haji Manara kuteuliwa? Clifford Mario Ndimbo binafsi tangu nimfahamu ni mtu ambaye ni afisa habari, yani kwenye ile maana ya afisa habari, kwa maana akaja akatoa taarifa timu yetu itaenda huku, itacheza hivi vile. Ni kazi ambayo amekuwa akifanya. Kwa naamini majukumu yake yataendelea kama kawaida kama afisa habari wa TFF, lakini pia atakutoa taarifa za timu ya taifa. Haji Manara kwa sifa yake naamini abia jukumu ambalo anaenda kulifanya haitakuwa tena kutoa taarifa za timu ya taifa inaenda wapi, lakini kuipamba timu ya taifa inapokuwa inacheza, iwe nje iwe ndani, kitu ambacho Clifford aishashindwa. Maana nimetoa mfano hapa, yani ilipokuja swala la hamasa ya timu ya taifa, Clifford peke yake hakuwahi kufanikiwa, alikuwa anaomba backup ya watu wengine waje wamsaidie. Imekuwa hivyo mara zote. Maana yake ujio wa Haji, hata usipomuita Ahmed, usipomuita Shikamwe, usipomuita Masanza na wengineo, huyu ataenda kufanya hiyo kazi, alafu yeye atasalia na majukumu mama ya kitaaluma sasa kama afisa habari wa shirikisho.
taarifa za shirikisho, kama kuna taarifa za timu ya taifa. Lakini linapokuja swala la hamasa ya timu ya taifa, kama kuna watu wanatakiwa wasafiri kwa maana ya mashabiki wakaipe hamasa timu ya taifa yoyote, kwa sababu ni zote nje ya nchi, Haji Manara atakuwa anahusika. Hamisa Abdulrahman, nigeuki kwako. Kumbuka huyu ni Nsajigwa Senior, yeye ametoa mawazo yake kulingana na taarifa hii inayomhusu Haji Sunday Manara. Hamisa, wewe kwa upande wako, Haji anastahili nafasi? Yeah, of course. Kwa sababu ni mtu ambaye unajua ukishaona paka Haji ameteuliwa katika nafasi hii, it means ndiye ameonekana ni mtu pekee ambaye anaweza kaifanya hiyo kazi. Kwa sababu kwangu pia simuoni Haji kwenda kuichukua nafasi ya Clifford. Kwangu bado naamini mkuu wa idara atabakia kwa Clifford. Yaani kama kuna taarifa zozote zinazozihusu timu zetu, kwa sababu yeye ni afisa habari wa timu wa timu atakuwa wa timu za taifa. Ina maana taarifa zote atakuwa anazipata kwa Clifford. Yaani yule Clifford atabakia kuwa ndo mkuu wa idara. Yaani kwangu naiweka kama ilivyokuwa kwa Zaka na Hashim Ibwe. Au ilivyokuwa kwa mfano kina Alikamwe pale na kina Priva. Yaani bado bosi wa idara tabakia kuwa ni Clifford. Kwa hiyo kama kuna taarifa, ukiachana mambo ya hamasa kama na Nuges. Yes, yani kama kuna taarifa za msingi ambazo Haji atapaswa kwenda kuzileta sasa ili Watanzania wazifahamu, ina maana yeye atakuwa anakwenda kuzipokea kwa Clifford. Clifford anazipokea juu. Kwa hiyo Haji atakuwa bado bosi wake atabakia kuwa ni Clifford Marion Ndimbo. Kwangu kwa mtazamo, kama bado cheo chake Clifford kitakuwepo pale. Yaani kama cheo akili kitaendelea, kwa sababu Haji Manara yeye ni anafanya kazi chini ya mwamvuli wa BMT. Ndio maana nasema hivi, kama cheo cha Clifford kitaendelea kubakia pale au atakuja mtu mwingine, bado Manara atafanya kazi chini ya hao watu. Anafanyaje kazi chini ya Clifford Marion Ndimbo wakati hizi ni taasisi mbili tofauti? Yaani Clifford yeye ni afisa habari wa TFF. Yes. Haji yeye ni msemaji wa BMT. Hawa watu unawa integrate vipi ili mmoja awe bosi, mmoja awe chini yake? Of course kwa jinsi ambavyo uta integrate ya watu ni kutokana na mgawanyo wa majukumu. Kwa sababu Haji majukumu yake mengi ambayo atakuwa anafanya hayapo kwenye kompyuta. Kwamba utakaa kwenye kompyuta muda mwingi, taarifa zote zitakazokuwa zinakuja, sijui utachapisha taarifa, sijui utaposti taarifa, siku kutakuwa labda kuna press conference, labda inabidi ukazungumze, labda timu ya taifa timu fulani ya taifa, labda ni under 17 under 20, yote ile inaitwa labda siku fulani itacheza mchezo fulani. Yale majukumu bado ataendelea kuyafanya Clifford Marion Ndimbo. Lakini sasa hayo majukumu ni kwamba let's say labda imeitwa labda timu ni labda timu yetu ya taifa ya wanaume, Taifa Stars ina mechi, Taifa Stars ina mechi ya kufuzu AFCON. Hiyo mechi Taifa Stars inabidi acheze na Senegal, labda wapo kwenye kundi moja, taarifa zitatoka kwa watu. Lakini sasa namna gani ambavyo utaweza kuwavuta watu sasa wakaisupport timu, kwa sababu Taifa Stars kwa uwezo wake binafsi inawezekana ikawa hautoshi kumuondosha kwa kumfunga Senegal. Tena sio Senegal, kuna nambari huko. Hata mataifa fulani tu kama kina Zambia, kina Kongo, inawezekana kwa nguvu binafsi hawawezi. Bado atahitaji ile pushing factor ya mashabiki ambao watakuja kusupport. Sasa hawa mashabiki unawaita vipi, na wakati juzi tu tulikuwa tuna taarifa hapa ya rais wa shirikisho akiwa anasema kwamba mashabiki ndio wa kwanza kuliombea au kuziombea timu za taifa zifungwe huko ziliko. Kwa sababu unajua shabiki, cha kwanza kabisa ili shabiki uweze kumattract, ukiachana tu na matokeo, lazima kwanza uitengeneze mindset yake ili aweze kuvutiwa. Kitu ambacho alikifanya Haji kwamba kuwafanya mashabiki, mimi naamini hakuna shabiki ambaye, hakuna timu Tanzania hii itasema kwamba sisi tuna mashabiki ambao wenyewe tu wametokea tu wamelala wameamka wamekuwa wamependa kwenda uwanjani. Hawa wote alipita mtu ambaye aliwatengenezea mindset ya kwamba kwenda uwanjani, nyinyi ni mchezaji wa 12 kiwanjani, support gani hapo nyinyi mnatoa kwa wachezaji. Kwa hiyo hapa kitakachobakia ni kwamba zile taarifa ambazo mara zote zimekuwa zikitolewa na Clifford zitabakia kuwepo pale. Lakini sasa namna gani ambavyo hawa mashabiki kwa sasa ile kazi ambayo walikuwa wanafanya wasemaji wa timu kuitwa kwa pamoja kipindi ya timu ya taifa inahitaji mashabiki kwenda, ile sasa hivi watakuwa wafanye yale majukumu, sasa atakuwa anafanya Haji Manara. Kwa hiyo kwenye mantiki hii ina maana kutokuwa na mwingiliano wa majukumu, na hicho pia na kitegemea kwa sababu hao ni watu wawili wote ambao wana weledi mkubwa. Mimi binafsi hapo kabla hujaongea Kanda, ujue BMT nafasi yao kwenye hamasa ya timu ya taifa ipo muda mrefu sana. Inawezekana tu alikosekana mtu front kwamba ni fulani, lakini wamekuwa wakifanya. Kuna muda wamekuwa wakiandaa jezi wanagawa kwa mashabiki. Yaani ukifika mashabiki kadhaa sio mapema uwanjani, kuna jezi kadhaa. Ni hamasa ambayo imekuwa ikifanyika muda mrefu. Maana yake ujio wa Haji kuna mtu front ambaye atakuwepo. Huyu ni kutoka BMT sambamba na wale influencers ambao wapo. Kwa mtazamo wangu nimewasikiliza vizuri, na kitu ambacho nimejifunza kutoka kwenu ni kwamba
Haji Sunday Manara anaenda kuwa mhamasishaji. Sure. Bila shaka. Yani naamini title ya usemaji inabaki kwa Clifford Marion Ndimbo. Nakumbuka bado, kwa nini mimi napata ukakasi kwenye hili kumbebesha Haji title ya usemaji, kwa sababu TFF wao wana kurugenzi inayo deal na timu za taifa. Yani ipo kurugenzi ambayo ipo rasmi kwa ajili ya kudeal na timu za taifa. By the way, nchi yetu ina timu za taifa 13 za mpira wa miguu ambazo ziko chini ya TFF. Katika hizi timu 13 za madaraja tofauti na michezo tofauti, kuna hizo za vijana, kuna za wanawake, kuna zile za futsal na nyingine. Hizi zote ziko chini ya Almas Kasongo. Huyu yeye ndiye ambaye anawajibika kuhakikisha kwamba haya yote ambayo mmeyazungumza, aidha kuvuta mashabiki uwanjani, aidha ni kutengeneza mazingira ya hamasa, aidha ni kufanya chochote kinachohusu timu yetu ya taifa, iwe ina mechi, kuziandaa hizo mechi za kirafiki, kuhakikisha kwamba timu yetu ya taifa inasafiri, kuhakikisha kila kitu. Kumbuka wiki moja tuliyopita Almas Kasongo alikuwa Morocco, lakini amerejea nchini Tanzania kwa ajili ya shughuli nyingine ambazo zinahusu timu nyingine za taifa. Na moja kati ya kitu ambacho nilimuuliza rais wa TFF Wallace Karia, kwa nini Almas Kasongo? Sema kwamba Almas ana uzoefu wa kudili na timu 16 za ligi. Kwa hiyo automatically kwenye kichwa chake hivi sasa ukimpa timu 13 za taifa ambazo anatakiwa kuzihudumia, ataweza kuzihudumia kwa sababu tayari ameshakuwa katika mfululizo wa kudili na timu 16, sometimes kuna kipindi alidili na timu mpaka 20 za ligi yetu. Kwa hiyo huyu ndo mastermind unasema 30 hadi championship wako chini ya bodi. Yes, mpaka 30 huko ambazo ziko pia chini ya mwamvuli wa bodi ya ligi. Kwa hiyo unakuta timu nyingi sana Almas Kasongo alidili nazo. Kwa hiyo sasa mtu ambaye ni pioneer wa timu zetu za taifa ni Almas Kasongo. Kwa nini kitu ambacho ndio kilinijengia huu kakasi? Kwa nini wazo la mheshimiwa Paul Christian Makonda lisingepita TFF? Halafu hii kauli ya kwamba Haji ni msemaji wa timu za taifa ingezungumzwa na Almas Kasongo, kwamba sasa timu zetu za taifa chini ya kurugenzi ambayo yeye anaiendesha inamleta mtu ambaye atakuwa specific kwa ajili ya uhamasishaji wa timu zetu za taifa. Kwa sababu majukumu ya usemaji ni yapi? Majukumu ya usemaji yanaandaliwa kwenye kompyuta, yanaandaliwa kwenye desk, kwamba ninaenda kuzungumza 1 2 3 4 5 6 kwa kitu ambacho kinahusu timu yetu ya taifa. Na kwa bahati nzuri ni kwamba katika majukumu hayo mimi naamini Clifford Marion Ndimbo hajapwaya, ametimiza majukumu yake ipasavyo. Taarifa za timu yetu ya taifa tunazipata, ratiba ya timu yetu ya taifa tunaipata. Sasa hivi kwa bahati nzuri sana hata kitengo cha digital cha timu yetu ya taifa nakipata. I think kuna engo ya creativity pia imeongezeka. Sasa hivi timu ikiwa inaingia camp, kuna zile picha za wachezaji wanafika pale camp nini, unaona hizo zina entertain, at least unapata fursa ya kupita kwenye page ya TFF na unajua vitu vinavyoendelea. Kwa mimi naamini sio jambo baya na wala siko personal na mtu, lakini naamini kwamba tulistahili hili jambo lipite kwenye njia sahihi. Yani wale ambao wana hiyo kurugenzi rasmi ya timu za taifa ambao ni shirikisho, wao ndio ambao walikuwa wanastahili leo kusimama na kusema kwamba sisi tunaajiri mtu ambaye atakuja specifically kwa ajili ya uhamasishaji wa timu zetu za taifa. Lakini kuitafuta taasisi nyingine, yes, taasisi na mamlaka sikatai, BMT wana mamlaka na kila kitu cha michezo ndani ya taifa letu. Mtu atoke BMT aje specifically kwa ajili ya uhamasishaji, kwa sababu amepewa title ya usemaji, which mimi sioni akienda kuitimiza title ya usemaji, kwa sababu chochote ambacho atakuwa nakizungumza yeye kinakuwa pioneered na Clifford Marion Ndimbo, sababu yeye ndiye anayejua timu ya taifa ina ratiba gani, timu ya taifa sasa hivi tuzungumze nini, press zinaandaliwa wapi and everything else. Kwa mimi naamini title ya usemaji inabaki kwake, lakini Haji alitakiwa kuingia ama kuwa integrated kwenye huu mfumo kwa kupitia njia sahihi ambazo ziko ndani ya shirikisho, aajiriwe kama mtu ambaye atakuwa anawajibika kwa Almas Kasongo. Kwa sababu sasa hivi kwenye hiyo engo ya uwajibikaji anaweza asitimize KPI halafu akaja kuwajibishwa na taasisi ambayo haina uhusiano na timu za taifa kwa muda huo, kwa sababu leo timu za taifa zikikosa hiyo nguvu ya hamasa, mtu wa kwanza sisi kumuuliza ama mtu wa kwanza kwa question na Rais Karia ni Almas Kasongo. Ataulizwa, bro, mbona tunacheza mechi hatuoni watu wamejaa uwanjani? Haji yeye is not answerable to TFF because sio mtu wa TFF. Kwa hiyo ili tuwe tuna mtu ambaye ni answerable kwa TFF iwapo atashindwa kutimiza KPI zake, ilibidi Haji Manara awe integrated kwenye kurugenzi ya Almas Kasongo. Wakanda
BMT kwangu I think BMT ni ukiwalisia ni baraza la michezo. Of course, ni michezo yote. Yani sio football tu. Kwa hiyo timins mimi Haji Manara haendi tu kuwa msemaji wa timu za taifa za. No, specific mpira wa miguu. Ni mpira wa miguu pekee. Mpira wa miguu. Timu za mpira wa miguu. Na hizi nyingine? Hizo nyingine zitatafutiwa mhamasishaji mwingine. Atakuwa hata Hamisa Abdulrahman. Basi kama ni hivyo kwangu mimi sioni mantiki. Hata amewaambia hili jambo. Yani ujue kwangu I thought toka mwanzo kwamba anakwenda, sababu najua BMT na maana michezo yote ipo chini yao. Kwa hiyo I thought kwa sababu unajua unajua lengo langu lilikuwa nini? Lengo langu lilikuwa kuna piara kubwa sana ambayo inapelekwa kwenye mpira wa miguu, alafu huku kwenye michezo mingine wanakosa. Hasa kama basketball. Sasa hivi inawezekana ikawa kuna mashindano ambayo timu hizi za basketball zinacheza, lakini hakuna mtu yoyote ambaye anafahamu. Kwa hiyo yule, kwa sababu Manara ni mtu ambaye watu wengi wanamfuatilia. Kwa hiyo na maana kuna knowledge ambayo angeipeleka kwa jamii kwamba kwenye nchi yetu bwana